Ni mchezo wa mwisho wa klabu ya Dar es Salaam Africans ndani ya msimu wa mwaka 2024-2025 ambapo mechi yao ya mwisho wanakwenda kuimaliza mbele ya Singida Black Stars siku ya hii leo. Lakini pia kama ambavyo tunafahamu ni fainali ya kombe la CRDB, moja ya makombe ambayo Yanga kwa miaka hivi karibuni wamekuwa wakianyakua kweli kweli mara 3 mfululizo, na hii tena wakibeba itakuwa ni mara ya 4, ya maana kwamba watakuwa wanaendelea kujiwekea rekodi kubwa ndani ya Tanzania na kuonekana ni timu bora na timu ya kuogopeka. Sasa tayari kwa upande wa Mwalimu Milodi Hamdi ameshaandaa jeshi lake ambalo litakwenda kupambania moja kwa moja kombe la CRDB hii leo. Lakini kabla sija kuambia hapa kikosi ambacho kinatarajia kuanza, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito, karibu tuweze kuangazia hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga ambacho kinatarajia kuanza kwenye mechi ambayo itaanza majira ya 2:30 hapo baadaye. Kwa upande wa mfumo ambao Yanga wanakwenda kutumia kupitia Mwalimu Milodi Hamdi ni mfumo wa 4-2-3-1. Ni mfumo ambao mara nyingi amekuwa akiutumia kwenye mechi yoyote ile ambayo amekuwa akiingia. Hii yote ni kwa ajili ya kuwakabili vizuri wapinzani. Kwa upande wa golini yupo golikipa Djigui Diarra. Kwa upande wa golikipa Djigui Diarra tunafahamu ni kipa mahiri mwenye uwezo mkubwa na kusoma mchezo, lakini pia na kuanzisha mashambulizi kwa pasi fupi pamoja na ndefu. Lakini pia tunafahamu ni golikipa ambaye ana reflex ya haraka zaidi na ni mzuri kwenye kupangilia safu ya ulinzi. Hii maana kwamba moja kwa moja atasimama kwenye eneo la langoni, yani golini. Lakini pia kwenye upande wa beki pembeni kulia yupo Israel Patrick Mwenda. Tunafahamu kwa sasa ukitaja moja ya beki ambaye amekuwa na uwezo mzuri ni Israel Patrick Mwenda. Amekuwa akipanda kusaidia mashambulizi, lakini pia na uwezo wa kupiga cross na kuzuia mashambulizi ya upinzani kupitia kwenye eneo hilo la pembeni. Ni moja ya beki ambaye kwa sasa ni kama hivi anajenga kitu ndani ya kikosi hicho cha Yanga. Lakini pia Shadrack Isaka Boka atasimama kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto. Tunafahamu kwa upande wa Shadrack Boka ana nguvu na stamina kubwa, lakini pia anatambulika kwa kukimbia zaidi kwa kusaidia mashambulizi kwa haraka upande wa kushoto. Lakini pia tunafahamu ni moja ya beki ambaye amekuwa na nidhamu nzuri ya kimbinu kwenye upande wa kukaba. Wakati huo pia Dickson Job moja kwa moja atasimama kwenye eneo la beki wakati. Tunafahamu ni beki mwenye utulivu, lakini pia ni mwepesi kusoma nafasi ya upinzani, lakini pia na uwezo mzuri wa kupendisha mipira kwenye eneo la juu. Ni moja ya beki ambaye kwa upande wa klabu ya Yanga ni kama hivi wanafurahia kwa kumpata. Lakini pia Ibrahim Baka naye pia moja kwa moja atakwenda kusimama kwenye eneo hilo. Tunafahamu ni kiongozi wa safu ya ulinzi, lakini pia na uzoefu na nidhamu nzuri kwenye mipira ya juu, lakini pia na tackling ambayo amekuwa anafanya mara zote. Amekuwa akipanga mstari wa nyuma na kuongoza mawasiliano kwenye eneo la ulinzi. Lakini pia kwenye eneo la viungo wawili wa chini moja kwa moja Mwalimu Milodi Hamdi amekuja na Khalid Aucho. Tunafahamu kwa upande wa Khalid Aucho ana nidhamu, ni moja ya kiungo ambaye amekuwa ni muhimili mkubwa kwa upande wa klabu ya Yanga, lakini pia anavunja mashambulizi ya wapinzani na kusambaza pasi salama. Ni injini kwa eneo hilo, tunaweza tukasema hivyo. Lakini pia Mudathiri Yahya atasaidiana na Khalid Aucho. Tunafahamu kwa upande wa Mudathiri, yeye anaongeza nguvu ya kiufundi kwenye eneo la katikati, kwenye eneo la kukaba, lakini pia anasaidia kubalance team kwenye upande wa kukava kwenye eneo la ulinzi, lakini pia na kupandisha mipira ya haraka. Ni mchezaji ambaye amekuwa na haraka zaidi, ndicho kitu ambacho Mwalimu Milodi Hamdi anakitazama kwa upande wake. Lakini pia Pacome Zouzoua moja kwa moja atasimama kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Tunafahamu ni mchezaji mwenye ubunifu mkubwa, lakini pia amekuwa anatengeneza nafasi, lakini pia anapenda kupenya kwenye upande wa pinzani kwa kupiga dribble nzuri zaidi. Ni muhimu kwenye pasi za mwisho, lakini pia ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimili mkubwa kwenye eneo la mbele. Wakati huo pia kwa upande wa Clement Mzize atasimama kwenye eneo la winga pembeni kulia. Wakati huo pia atakuwa akibadilishana na kuelekea kwenye upande wa kushoto kulingana na aina ya mfumo ambao mwalimu amekuja nao. Tunafahamu ni mchezaji mwenye kasi, lakini pia na ubunifu, lakini pia anapenda kukokota mipira na kuingia ndani na kutoa cross kwa washambuliaji, lakini pia yeye mwenyewe ana uwezo mzuri wa kuweza kufunga. Wakati huo pia Max Nzengeli atasimama kwenye eneo la winga ya kushoto. Tunafahamu huyu ni direct wing, lakini pia amekuwa akipiga pasi za uhakika zaidi. Si mzuri sana kwenye kupiga cross, lakini pia utamwona akipiga pasi kwa kuingiza kwenye eneo la katikati. Ni namna ambavyo amekuwa anacheza mara zote, lakini pia amekuwa akiangalia ni namna gani anaweza kuingia kwenye box la mpinzani ili akaweze kuleta madhara. Wakati huo pia Prince Mpumelelo Dube anasimama kwenye eneo la mshambuliaji wa kati. Tunafahamu ni mshambuliaji mwenye movement nzuri kwenye box, anapenda kutafuta nafasi katikati ya
beki na na uwezo wa kumaliza mipira kwa miguu, lakini pia hata kwa upande wa vichwa, kwa upande Prince Dube yuko vizuri. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amekuwa na uhatari zaidi, ya maana kwamba hicho ndicho kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars, finali ya kombe la CRDB.